Breaking news at a time ni mara baada ya rais wa Urusi kutuma ujumbe na barua kutoka nchi ya Urusi, lakini pia nakuja hapa nchini Tanzania. Kuna wengi wanaotamani kufahamu ni nini ambacho kilikuwa kimeandikwa, lakini yote kwa yote kulikuwa na mambo mawili ya msingi ambayo yaliandikwa na rais kutokea nchini huko Urusi, Vladimir Putin. Of course, jambo la kwanza lilikuwa ni kumpongeza Daktari Rais Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwenyekiti lakini pia na amiri jeshi mkuu wa taifa la Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan, kwa mara nyingine kuweka na kutengeneza rekodi hapa nchini Tanzania ya kuwa mwanamke wa kwanza kuongoza taifa la Tanzania. Na jambo la pili lilikuwa ni katika ushirikiano baina ya nchi ya Urusi, na kwa yale yote ambayo yatakuwa yakiendelea kufanyika, basi nchi ya Urusi inaendelea kuisapoti nchi ya Tanzania, na kama kutakuwa na jambo lolote ambalo ni aidha la kibiashara ama aidha la makabidhiano yatakayoweza kufanya nchi ya Urusi na nchi ya Tanzania ziweze kukutana, basi Putin kama Putin, mwamba huyo ambaye amekuwa ni adui wa siri na Donald Trump, na ni moja kati ya watu ambao wamekuwa wakiwa kasi sana na maendeleo ya nchi ya Urusi, na amekuwa akisifika kwa utengenezaji wa silaha nzito ambazo zimekuwa ni tishio kubwa hapa ulimwenguni, na haswa kwa ile nchi mama ambayo ni nchi ya Marekani. Hivyo ni wazi kwamba umoja, ushirikiano unaotengenezwa na nchi ya Tanzania, ni wazi kwamba ni taifa ambalo linaweza kushirikiana na taifa ambalo ni kubwa, na ni taifa ambalo lina ukubwa na uzito hapo ulimwenguni, kwa sababu mpaka hivi sasa ni nchi ambayo inaongoza kwa utengenezwaji wa silaha nzito na mabomu ya nyuklia, ambayo hivi sasa bado imekuwa ni changamoto kwa nchi ya Israel, lakini pia na nchi ya Marekani na hata kwa nchi ya Korea, ambao wote hao wamekuwa na changamoto hiyo na ya kuweza kumwogopa Putin, ambaye hivi sasa nchi yake ya Urusi imekuwa ndo nchi ya kwanza, na ikiwa ni moja kati ya nominated countries ambazo zipo katika orodha ya nchi ambazo zinamiliki vifaa, silaha, lakini pia na mabomu ya nuclear, ambayo hivi sasa bado haijawekwa ile contract ya kuweza kutumika ama kuweza kutumika katika vita ambazo zinaweza zikatokea muda wote na saa yoyote. Lakini kwa nchi ya Tanzania kuweza kupewa pongezi na kupewa nafasi ya ushirikiano ni jambo la hekima zaidi.